Captain, ongera kwa mchezo. Asante sana. Tunaona mmecheza mchezo mzuri lakini mmeshindwa kupata matokeo ya alama 3. Unahisi timu yako ni wapi ambapo ilifeli? Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mungu, tumecheza mchezo wa kwanza. Tumepoteza mchezo lakini hatujapoteza mashindano. Naamini ya kwamba tumepata challenge na tutarudi katika uwanja wa mazoezi. Naamini ya kwamba walimu wetu wameona mapungufu yako wapi na tutaenda kuyafanyia maboresho. Naamini mchezo ujao tutafanya vizuri na tutapata ushindi na naamini tutafuzu hatua inayofuata. Naam, na mchezo ulikuwa ni mzuri, mlikuwa mko 50 kwa 50 lakini kosa moja likaweza kuwaadhibu. Unahisi ni nini ambacho mnataka kufanyia kazi mazoezini ili kwenye mchezo wa marudiano usipoteze nafasi hiyo? Mpira ni mchezo wa makosa, ili ufungwe ni lazima ufanye makosa. Tumefanya mistake lakini pia wametumia nafasi waliopata wapinzani, wamepata goli moja. Lakini sio kwamba ndo tulikuwa vibaya sana au tulikuwa vibaya sana kwenye mchezo wa leo. Tumecheza vizuri, lakini pia kuna namna maamuzi hayakuwa fair sana kwa upande wetu, lakini kama wachezaji, lakini pia kama timu ya Sasa FC, sisi ni timu kubwa, tunachukulia kama challenge. Tunaamini ya kwamba mechi ijayo tutapambana na tutapata matokeo chanya na tutaweza kufuzu hatua inayofuata. Mmetoka sasa, mna mashabiki ambao mmekuja nao. Mkiangalia mnaiona hatua ya 16 bora ikiwa iko kwa upande wenu? Kwanza kabisa nipende kuwashukuru wadau na mashabiki wa Sasa FC. Wametoka mbali sana kutoka Sasa mpaka kufika hapa, wamekuja kutupa supporta, wametushangilia, wamekuwa pamoja na sisi na nataka niwaambie kwamba tutaenda kwa surprise mechi ijayo. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba tutapata matokeo. Kwa hiyo pia nipende kuwaomba waendelee kutusupport, wasituache kutokana na matokeo ambayo tumeyapata. Ninaamini ya kwamba sisi tunapambana, hii haijaisha mpaka iishe. Niwatakie kila la heri. Asante sana.